Matukio ya ajabu ambayo shetani ana uhusiano wa karibu sana nayo yatatokea upesi sana. Neno la Mungu linatangaza kwamba shetani atatenda miujiza. Atawafanya watu wawe wagonjwa na kisha kwa ghafla aondoe kwao uwezo wake wa kishetani. Hapo wataonekana kwamba wamepona. Haya matendo ya uponyaji ulio wazi yatawaleta Waadventista wa Sabato kwenye mtihani. Wengi waliokuwa na nuru kubwa wataacha kutembea katika nuru kwa sababu hawajakuwa wamoja pamoja na Kristo. Hivyo miujiza mingi katika nyakati ya mwisho hizi zimetokea na kuibuka kwa watu wengi. Hata miongoni mwa kanisa la Waadventista wa Sabato wametokea wachungaji baadhi ambao wanafanya miujiza hiyo kwa nguvu ambazo sio halali. Lakini mjumbe wa Mungu alikwisha kuonya ya kwamba watatokea nao watawadanganya wengi, na itakuwa ni sehemu ya jaribio la kuwajaribu Waadventista katika pepeto kuu la wakati wa mwisho. Lakini pia Waadventista wengi wamekuwa wakienda katika makanisa ya nje ya kipagani kuombewa, hivyo wanajaa huko na kuombewa na nguvu za giza, na wanaamini wanapona, lakini kumbe ni uwezo wa ibilisi anawajazia magonjwa kisha akiyatoa mwenyewe kama mjumbe wa Mungu anavyosema. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa video hii, ninakushauri na kukumbusha kwamba katika nyakati hizi za mwisho tuwe watu wa maombi na tusiwe sehemu ya jamii ya watu watakaokosa uzima wa milele kwa kutokuamini kwetu na kwa kuendelea kufuata miujiza ya uongo. Mungu akubariki. Karibu katika video zitakazofuata baada ya hizi zinazojuza habari za matukio ya siku za mwisho. Mungu akubariki sana. Sitasumbuka peke yangu, nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka.